Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametupatia heshima kubwa wana Dar es Salaam kwa kufanya ziara tarehe 8 ya mwezi wa pili 2026 kuanzia saa 2 asubuhi kwa lengo la kuja kuzindua soko la Kariakoo. Mtakumbuka kwamba mwaka 2023 soko hili la Kariakoo liliungua, na baadaye Mheshimiwa Rais kupitia ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ya wakati huo alitoa maelekezo ya haraka ya kuhakikisha soko hilo linarudi haraka kama lilivyokuwa na ikiwezekana kuliboresha zaidi. Nayo furaha kuwaambia kuwa kazi hii kubwa ameifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameleta fedha zaidi ya bilioni 28 ambazo zimekarabati soko la zamani na kujenga soko jipya. Ndugu waandishi wa habari, mtafahamu kwamba katika soko lile wakati linaungua walikuwepo wafanyabiashara. Nayo furaha pia kuwaambia kuwa shirika la masoko la Kariakoo chini ya mtendaji wake Bwana Ashraf wamejitahidi kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wote waliokuwepo wakati huo wanarejeshwa kufanya biashara katika eneo la soko la Kariakoo jipya na lile la zamani. Hayo pia yalikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, yamekuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, yamekuwa pia ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe kuhakikisha wafanyabiashara wote waliokuwepo zamani wanarejea. Na urejeshaji huo, wafanyabiashara wote ambao wamepata mikataba wanafahamu hatua zote ambazo wamepitia mpaka kukamilisha hatua za kupangishwa tena ya maeneo ya vizimba na vile viduka ama vigoli ambavyo vipo katika soko hilo. Maboresho ya soko hilo, ndugu waandishi wa habari, yameongeza tija kubwa. Tumepata vizimba na fremu au sehemu za kufanyia biashara zaidi ya 1500. Lakini zaidi pia wafanyabiashara wa zamani ambao wataingia pia katika soko hilo watakuwa ni zaidi ya 1000. Kutakuwa kuna maeneo ya parking, kutakuwa kuna maeneo ya kufanyia biashara vizimba, kutakuwa kuna maeneo ya kufanyia biashara kwa maana vile viframe vidogo vidogo tunaita vigoli. Kutakuwa kuna maeneo ya ngazi yanayopandisha kwenda floor ya kwanza, pili, ya tatu kwa soko jipya, maeneo ya machinga. Lakini pia kutakuwa kuna utaratibu maalum wa biashara kuzipanga katika maeneo yao, kwa maana kama ni electronics ni eneo lake, kama ni nguo ni eneo lake, kama ni mabucha ni eneo lake, na kadhalika na kadhalika. Lakini zaidi pia kutakuwa kuna parking itakayo accommodate magari zaidi ya 400. Tuna basement 2, kutakuwa kuna warehouses ambazo ni magodown. Lakini pia kumekuwa kuna mifumo mikubwa na ya kisasa, kuna CCTV cameras na kadhalika. Naomba pia niwatangazie rasmi leo kwamba wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo wote ambao wamefunga barabara za kuingia katika soko hilo waziache wazi barabara zote, ili kuruhusu sasa wale wafanyabiashara waliochukua sehemu za biashara katika soko jipya na kubwa hili la Kariakoo ambao limekuwa ni kielelezo kikubwa cha biashara na kielelezo kikubwa cha taifa letu, na hasa tunapojitambulisha na mataifa mengineyo, wasipate ugumu wa kuingia katika maeneo yao. Tunasema katika maeneo yale ambayo walikuwa wamepanga bidhaa zao, ni vema wakatambua kwamba si wakati wa kutumia nguvu kuweza kusifungua barabara hizo, bali kupitia uongozi wa machinga, uongozi wa waendesha pikipiki, kuzifungua barabara hizo haraka iwezekanavyo kabla ya tarehe 8, ili barabara zote ziweze kupitika katika maeneo hayo muhimu. Soko la Kariakoo ni muhimu kwa sababu tunafanya biashara na wenzetu wa Kongo, tunafanya biashara na wa Zimbabwe, tunafanya biashara na wa Malawi, wa Zambia na baadhi ya mataifa mengineyo ya East Africa.